Of course msikilizaji, leo ni siku mpya na ni simulizi mpya ambayo inatoka kwake Judith, na Judy mara nyingi amekuwa akitupatia simulizi ambazo tukifika mwishoni tunasema wow, what? So leo tusonge mbele na hii simulizi tamu sana ambayo inasimuliwa nami Lucas Lumbas, na kuomba tu kama bado huja subscribe channel hii, fanya hivyo. Na wewe mwanafamilia, naomba niambie kwenye comment unaanza kuisikiliza hii simulizi ukiwa maeneo gani? Asante sana. Sasa story inaanza kwa kuona upande wa Rachel, ambapo yalikuwa ni majira ya jioni katika jiji la Dar es Salaam, jiji lenye kila aina ya heka heka. Rachel anasema ya kwamba pikipiki niliyopanda ilisimama mbele ya jengo la kifahari. Ilikuwa ni hoteli kubwa yenye mandhari nzuri sana. Baada ya kumlipa bodaboda pesa yake, nilipiga hatua za haraka haraka nikiangaza pande zote kama nitaweza kumuona. Hatimaye nilimuona. Alikuwa kwenye kona moja, sehemu ya faragha kidogo. Nilisogea alipo nikiwa na hasira sana. Hata mwendo ulibadilika. Nilitembea taratibu nikimtazama mwanaume ambaye sikuonana naye kwa zaidi ya mwaka mmoja. Yaani yuko vile vile, tofauti tu niliyoiona ni mtindo wa nywele zake uliomfanya onekane mkubwa kidogo. Mwanaume niliyeamini nimetengana naye, kumbe bado alikuwa kwenye maisha yangu. Nakumbuka neno la mwisho nilomwambia ni kwamba tulichofanya ni makosa na hakiwezi kujirudia, afanye kama hakuna kitu kilichotokea kati yetu. Msikilizaji, mimi nilidhani alinielewa, kumbe nijidanganya. Basi baada ya kufika alinisalimia, akasema habari za siku Rachel. Alinisalimia baada ya kumfikia na kusimama mbele yake. Alinitazama kwa tabasamu huku akinywa juice kwa mlija. Kwa upande wangu mimi sikuweza hata kujaribu kutabasamu. Nikimtazama na hisi hasira. Kifua kilikuwa kinapanda na kushuka. Sasa ili kumuonyesha nimechukizwa na alichokifanya, nilimnyang'anya glasi ya juice aliyokuwa anakunywa, nikamwagia kifuani. Basi alinyanyuka haraka akilalamika. Nilivuta kiti nikakaa na kumtazama anavyohangaika kujifuta na tishu. Alishangaa, kauliza umefanya nini sasa? Nikaambia hilo swali jibu wewe kwanza. Yaani umefanya nini? Na ukiona vipi njoo nipige mpaka hasira na chuki yako kwangu ishe. Nilisema hivyo bila kuhofia anachoweza kufanya. Hakujibu wala hakunifuata. Nilinyanyuka nikamsogelea tena bila hata uoga. Nikaambia kwamba unajua nini? Wewe haustahili kuwa binadamu wa kawaida. Unatakiwa ukaishi porini waliko wanyama. Baada ya kumwambia hivyo alinishika kwa nguvu na kunikalisha kwenye kiti. Alafu wala hata kuonyesha kuchukizwa na mimi baada ya kile nilichomfanyia, wala hata. Akaniambia kwamba usiseme hivyo Rachel, hata mimi najutia sana. Kiukweli sikufanya makusudi kutembea na ndugu wote watatu. Nikamwambia hongera sana. Umepata ulichokuwa unataka. Hivi kwa nini ni mwanaume aina gani? Nakuuliza unataka nini kingine kwenye maisha yangu ili uache kuchezea familia yangu? Kwani kosa langu ni nini hasa? Yaani mpaka unaamua kunifanyia hivyo nini? Nilisema huku machozi yakinitoka. Basi huku akipiga magoti mbele yangu akasema Rachel, naomba unisamehe sana. Nikamwambia msamaha utasaidia nini? Au huo msamaha unaweza kufuta matatizo ulioniachia baada ya kumwambia Sara kila kitu? Hivi unajua nilichopitia kwenye ndoa yangu wewe? Na hiki ulichokifanya mimi nitawezaje kumtazama mdogo wangu? Jamaa akasema Rachel, najua nimekosea sana, lakini please usinifikirie vibaya, sina nia mbaya kwake. Nikamwambia kwamba huna nia mbaya wakati umefanya akupende. Haya niambie, umepanga kumwacha lini? Akanijibu hapana Rachel, siwezi kumwacha mdogo wako, nampenda sana. Unajua msikilizaji, nijikuta nacheka. Nilicheka huku nikitikisa tu kichwa. Nigonga mkono wangu kwenye meza kwa hasira. Nikasema ya kwamba wewe huyo umpende mwanamke. Hivi unaona mimi ni boya sana Akaniambia uko sahihi. Wakati nakuja da, hili ndilo lilikuwa lengo langu. Nilikuwa na hasira sana. Nilitaka tu nikukomeshe. Ni kweli nilipanga kutembea naye. Alafu nikutumie picha tukiwa chumbani. Alivyosema hivyo nilishindwa kujizuia kumpiga kofi la uso. Nilifumba macho kwa uchungu, nikainama mezani. Akasema kwamba Rachel, nataka ujue nilipokutana naye siku ya kwanza tu
niligundua sio binti rahisi. Sikufichi, nimepambana sana kumpata. Vanessa amefanikiwa kubadilisha mawazo yangu na kuwa mfariji wangu. Marafiki zake wengi walionishobokea mimi, kwanza wengi walinishobokea, lakini isipokuwa yeye tu. Tulikuwa marafiki kwa zaidi ya miezi 3 mpaka siku niliposhindwa kuzuia hisia zangu kwake. Baada ya jamaa kuzungumza hivi, msikilizaji, unajua huyu mjinga mimi siwezi kuamini maneno yake. Nilimtazama nikamwambia kwamba hivi, kuna uongo gani sijawahi kusikia kutoka kwako? Akanijibu, Rachel, nakwambia hili kutoka moyoni. Vanessa ni mwanamke niliyetaka kutimiza naye ndoto. Nilishusha pumzi nikiegemea kwenye kiti. Nilimtazama kwa hasira. Baada ya kumaliza mashairi yake, nikampigia makofi. Nikamwambia, safi sana kijana. Haya maigizo ya leo ni babu kubwa. Unaweza kushinda tuzo ya mwigizaji bora mwaka. Akajibu kwamba, Rachel, najua huwezi kuniamini, lakini huo ndio kweli. Mimi sijawahi kupenda namna hii. Mpaka hapa nilipofikia mimi siwezi kuishi bila yeye. Haijalishi utapinga mahusiano yetu, lakini mimi sitamwacha Vanessa. Nikamwambia kwamba wala mimi sitajisumbua kukupinga. Lakini nakuhakikishia, huo unaoita uhusiano utavunjika tu mara Vanessa atakapojua wewe ndiye Kenzo wa Sara. Baada ya mazungumzo hayo, nilinyanyuka na kuondoka. Msikilizaji, huenda ukawa unachanganyikiwa kidogo kwa sababu nimeanza na tukio moja kwa moja, lakini naomba tu ufahamu ya kwamba mimi naitwa Rachel Edward. Ni mwenyeji wa Songea. Katika mkasa huu utakwenda kuelewa kwa nini usaliti unafanywa hadi na watu tunaoheshimu na kuamini. Jamani, ndoa ni ngumu. Mlio single, muenjoy sana hiki kipindi jamani. Ndoa ni ngumu. Na sio ngumu tu, ndoa ina raha yake, asikwambie mtu. Ina raha yake asike. Sasa kabla hatujaenda mbali msikilizaji, naomba nikufahamishe kuwa ninapokusimulia mkasa huu, katika kidole changu ipo pete ya ndoa. Na haikuwa ndoa ya kawaida kwa sababu mume wangu ametokea kwenye familia nzuri tu na inayomcha Mungu. Tunasemaga tupende watu wanaomcha Mungu. Kwa hiyo napenda mfahamu, haikuwa rahisi kufika hapa of course. Lakini mimi siwezi kusema eti ni kwa nguvu zangu, maana mimi naamini ni Mungu tu alinikumbuka baada ya dhiki na tabu nilizopitia kwenye ukwaji wangu. Kuhusu wazazi wangu, walitengana nikiwa na miaka 2. Nilikuwa ni mdogo sana. Babangu aliona aoe, nami nikasalia kulelewa na mama wa kambo. Baba alipata mtoto mwingine kwa mwanamke huyo. Maisha yalikuwa rahisi kabisa na mimi sikuwa na pa kukimbilia kwa sababu hata mama yangu aliolewa na kuhamia mbali na pale. Naye alipata mtoto mwingine, kwa maana hiyo nina wadogo zangu 2 na wote ni wa kike. Tumeelewana wazazi wangu walitengana. Baada ya kutengana, kila mtu akaingia kwenye mahusiano na kila mtu akapata mtoto. Japo mimi ndio mkubwa na wadogo zangu 2. Kwa hiyo wadogo zangu 2 na wote ni wa kike. Hali ya uchumi haikuwa nzuri pande zote. Na mbaya zaidi, hakuna aliyenifikiria mimi najisikiaje baada ya wao kuachana. Unajua mimi huwa nawashangaa sana wale wanaotamani kurudi utotoni. Binafsi sitamani hata kukumbuka manyanyaso niliyopitia. Nilipomaliza kidato cha 4, nilikwenda kuishi kwa mama yangu. Wakati huo alikuwa ameshaachana na aliyekuwa mume wake. Nilimkuta akiishi na mtoto wake. Matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wangu. Nilichoshukuru, nilikuwa tayari najitambua. Nilikuwa napenda sana mitindo na ubunifu wa nguo za kike. Hata nilipomweleza mama ninachotaka kujifunza, aliniunga mkono. Kwa uwezo wake alinipeleka kwa fundi ili nijifunze kushona. Nilianza kujifunza kwa fundi Michael. Alikuwa fundi maarufu sana pale mtaani. Niliweka bidii zangu zote kujifunza. Baada ya miezi 4 nilikuwa najua vitu vingi. Hata fundi Michael mwenyewe alijivunia na kunipendekeza kuwa msaidizi wake. Siku moja isiyo na jina, nilimshonea mwanamama mmoja vibonge tu. Alikuwa ni mgeni maeneo yale. Alifurahia sana baada ya nguo niliyomshonea kumkaa vizuri. Alipendeza mno of course. Mwanamke ule wa makamo hakuishia kunisifia tu. Alikwenda mpaka nyumbani na kumweleza mama nia yake ya kuniajiri katika duka lake.
Alikuwa na duka la vitenge huko Morogoro mjini. Mama alikubali baada ya kuniona nina shauku sana. Basi nilijiandaa. Baada ya siku 2 tulisafiri kwenda Morogoro mjini anakoishi. Tulifika nyumbani kwake. Nilishangaa palivyo pazuri. Mtaa ulikuwa umetulia, majumba makubwa ya kifahari yako kwenye mpangilio mzuri. Kuna watu wanaishi bwana. Tuliingia ndani tukakaribishwa na dada wa kazi. Nilipata huduma zote muhimu na kesho yake alinipeleka kwenye duka lake. Hapo ndipo ukurasa mpya wa maisha yangu ulipofunguliwa. Maisha mapya nyumbani kwa ule mama alianza. Alikuwa ni mwenye upendo na ni mcha Mungu sana. Na ni yeye ndiye alinifundisha kuomba na kwenda kanisani. Alikuwa na watoto wawili wa kiume. Mmoja alikuwa tayari ana familia yake na wa pili anaitwa Peter. Huyu Peter alikuwa amemaliza chuo na sasa anajishughulisha na biashara. Alikuwa kijana fulani hivi mpole na mtanashati. Aliwavutia mabinti wengi na hasa kanisani. Kuna wasichana walijiweka karibu yake wakiamini wataolewa naye. Mimi na Peter tulielewana sana. Lakini pamoja na kuvutiwa naye sikutaka kujipa matumaini kwa sababu mabinti waliokuwa karibu yake walikuwa na viwango kilinganisha na mimi. Hata hadhi waliniacha mbali. Lakini Mungu si Athumani na wala atoke kijijini kwao. Mimi niliyekuwa starajiwi niliolewa. Unajiuliza ilikuwaje msikilizaji? Mimi mwenyewe sielewi. Na Peter sio mtu wa kuongea sana, na kabla hajanichumbia nilikuwa namheshimu kama kaka na alinijali kama mdogo wake. Lakini sasa ni mke na mume. Na tumebahatika kupata watoto wawili, Tina na David. Maisha yangu ni mazuri msikilizaji. Mume wangu ni mfanyabiashara mkubwa na mimi kanifungulia duka kubwa la vitenge na vitambaa. Nijiendeleza kwenye ufundi na ubunifu na of course nimekuwa fundi wa kisasa. Kwa hiyo sasa msikilizaji, karibu kwenye safari ya maisha ya ndoa yangu. Si unataka kuingia kwenye ndoa ama upo kwenye ndoa? Basi twende sote. Ama unataka kutoka kwenye ndoa? Tulia hapo hapo. Nilikuwa nimetulia huku nikimtazama mama mchungaji akitoa somo la ndoa. Ni kawaida kila Jumanne wanawake wa kanisani kwetu tunakutana kwa ajili ya kujifunza na kuombea familia zetu. Somo la leo liliniingia sana. Hata ulipofika wakati wa maombi nilihitaji msaada zaidi. Hivyo nilitoka mbele nikaombewa na mama mchungaji. Angalau nilijisikia vizuri. Baada ya ibada tulitoka nje ya kanisa tukipiga stories hapa na pale na wanawake wenzangu. Mimi ni kati ya wanawake wachache sana leo kuja na magari yao. Niliwapa lift majirani zangu wawili waliokuwa wanaelekea mjini. Kwa hiyo tulianza safari. Naweza kusema nina bahati sana. Najua marafiki zangu wengi wanatamani kuwa kwenye nafasi yangu na huenda wanahisi sina changamoto yoyote ninayopitia. Miaka 5 nyuma kabla sijaolewa msikilizaji, Peter ambaye ni mume wangu alinikutanisha na fundi na mbunifu maarufu kwa jina la Chaz. Nilifanya kazi kwake wakati akinifundisha kushona nguo za kisasa kama ambazo zinavaliwa kwenye maharusi na shughuli zingine kubwa. Licha kuwa na duka langu lakini bado nilikuwa napokea order kutoka kwake. Kwa sababu mwalimu wangu aliniamini sana na hata nikiwa na changamoto nilikimbilia huko. Naweza kusema tunashirikiana. Kuna nguo nilikuwa nimemaliza kushona lakini ikatokea changamoto kidogo. Nikahitaji kwenda kuonana na Chaz. Mwanzo nilisita kwenda, lakini kila nilipoitazama ile nguo sikuridhika nayo. Hata msaidizi wangu Agnes alinishauri niende kwa Chaz. Basi sikuwa na namna. Ile nguo nikaiweka kwenye mfuko, nikawasha gari yangu mpaka mjini kati. Ofisi ya Chaz ilikuwa ghorofa, hivyo ilinitaka nipande lifti kama sio kujichosha na ngazi. Nikiwa nasubiri lifti ifunguke, nilikuwa peke yangu, lakini baada ya kuingia nilimwona mtu akitembea haraka ili kuwahi kabla lifti haijafunga. Alikuwa ni mtu ambaye alifanya moyo wangu ushtuke kama umeona mzimu. Nilibonyeza kitufe cha lifti na kufumba macho kusasa wasiwasi ukifunika akili yangu. Nilitamani lifti ifunge haraka, lakini kwa bahati mbaya aliwahi kuingia. Nilihisi kukosa amani. Nimekuwa nikimkwepa sana huyo mtu na kumuonesha chuki ya waziwazi kabisa. Nikitaka akae mbali na mimi, lakini hilo halikufanya kazi. Namchukia kiasi kwamba ningekuwa na uwezo ningemhamisha mji ili nisimuone tena.
Sina sababu za msingi. Ni vile nashindwa kuelewa kwa nini uwepo wake unanitesa na kuninyima amani. Pamoja na maombi niliyofanya, lakini bado nikimuona akili yangu inahama na kusahau hata kile nilichofundishwa kanisani. Wakati nimeangalia pembeni, sitaki hata kumtazama. Kijana yule alinisemesha, "Hey Rachel, mambo?" Unajua jamaa hata sauti yake tu yani mimi huwa inanivuruga. Sijui kwa nini amezungumza. Sikuwa na uwezo wa kumjibu. Badala yake nilifumba macho zaidi kuondoa ile hali. Yaani sitaki ongea tena. Nilitulia kwa sekunde kadhaa. Nilipofungua macho nilikuta amenisogelea akinitazama. Nilikuwa karibu kukimbia aliponiongelesha. Anaitwa Albert, ni mdogo wake Charles. Hana muda mrefu tangu ametoka Marekani alipokuwa anasoma. Ni mrefu na ni mwembamba kiasi. Rangi yake nyeusi ya kuteleza iliongeza mvuto wa sura yake. Anajua kuvaa hizi. Kwa kifupi huyu kaka ni smart mpaka naboa. Tangu siku ya kwanza namuona nilipagawa. Sijui ni nini kilinipata, lakini sijawahi kuvutiwa na mwanaume kiasi hiki. Nahisi atie kwa sababu mimi ni mke wa mtu na kwa namna yote najitahidi kumkwepa na kuzidi kufanya maombi. Lakini kila akiwa karibu yangu nguvu zinaniishia na kuwa kama nimerogwa. Mvuto naopata akiwa karibu yangu ni kama mwili wangu umejaa chuma na yeye ndio sumaku. Nadhani umenielewa sababu za kumchukia mtu huyo Ya. Nilikuwa na miaka 27, yeye ni bwana mdogo. Kama ni mkubwa nahisi atakuwa na miaka 24. Rachel, hivi nilishakukosea nini? Mimi. Hapana, hujai kunikosea. Siku ni sasa unanikwepa na utake tusalimiane. Albert, sidhani kama ni lazima mimi nawe kusalimiana. Okay, kwa nini unanichukia? Hivi unaweza kunyamaza? Sio kila mtu lazima uongee naye. Jifunze basi ukaa kimya. Kwani mko mapacha? Unajua siamini kama wewe ni Rachel anisifiwa na kaka Charles. Mbona kama si wewe? Maana yule niliambiwa ni mchangamfu na mwenye upendo kwa kila mtu. Aliongevu akinitazama na alikuwa amesogea karibu yangu. Sijui kwa nini ajiongeze huyu mtu au ndo ananifanyia makusudi. Hajui tu yani namna gani hata malashi yake yananitesa. Nahisi kufa kabla ya siku zangu. Albert, samani, hivi unaweza kuongea ukiwa umesogea pembeni? Sawa Rachel, basi niambie kosa langu ili nikuombe radhi. Huna kosa lolote Albert. Mimi ninachotaka kuwa mbali tu na mimi na usinitazame namna hiyo. Tafadhali sana. Nimeshaolewa. Nilimwambia kwa sauti ya upole lakini ni yenye ukali. Lakini cha kushangaza Albert alishia kucheka. Rachel bwana. Hivi hapa kuna sijua kama umeolewa kweli? Hata aliyekuona leo atajua tu akishaona hiyo pete. Na sijui kwa nini unanihukumu kwa muonekano wa macho yangu. Kwani nimewahi kukutongoza? Swali la ghafla naulizwa, nikabaki na babaika. Naona haya. Mtoto wa kike limenishuka shu. Kuwa na amani kipenzi, mimi nakuheshimu na siwezi kufanya hivyo. Albert alisema akipapasa bega langu. Nyie, hivi mnamuelewa huyo? Binafsi mimi simuelewi kabisa. Yaani anasema ananiheshimu na bado ananiita mpenzi. Siamini maneno yake. Sawa, maneno yake hayana ubaya wote. Shida inabaki kwangu. Amesema hawezi kunitongoza. Ni jambo jema analotakiwa kufurahi. Sasa kwa nini roho inaniuma utadhani nimeachwa na mpenzi wa maisha yangu? Au maumivu nayo hisi moyoni mwangu sijawahi kuyapitia kabla. Au nitakuwa na tatizo la moyo? Tunaweza kuwa marafiki wa kawaida. Huna sababu za kunichukia. Mimi sio mtu mbaya. Albert alisema na kunipatia mkono. Kwanza nilisita, lakini nilifikiria kama nisipompa mkono inamaanisha mimi ndiye nina shida na yeye hana hatia yoyote. Nilimpa mkono, yaani inamaanisha tulikutanisha viganja vyetu. Hivi msikilizaji, ulishawahi kuangalia movie za kizungu au kikorea? Pale mwanamke na mwanaume wanaopendana wakikutana, namna wanavyotazamana, hali wanaopitia wakigusana mikono yao, yaani hata tu kwa bahati mbaya. Sijui ni utoto au ni ushamba, yaani mwenzenu nilikuwa siwaelewi kabisa. Nilijua ni maigizo tu na hakuna hisia kama hizo. Lakini kilichonipata baada ya Albert kushika mkono wangu ndo yaani ni kama ndo nimewaelewa sasa. Naomba unisamehe sana, nilidhani wanadanganya. Albert aliniaga kwa tabasamu baada ya lift kufunguka. Wakati huo mwenzenu sina hali.
Mapigo moyo wangu yanadunda kwa kasi sana. Mwili nao umechemka kuliko kawaida. Nilihisi aibu sana. Nilipotoka kwenye lifti nilitembea mdogo mdogo nyuma yake. Niliomba kimoyomoyo asije akageuka kunitazama. Kama atafanya hivyo, akiniona kwenye hali hii, nimekwisha. Kwa sababu hata mimi mwenyewe sitaweza kuvumilia pindi atakaponisogelea tena. Nitamnyonya zile lipsi zake laini na kumkumbatia kwa nguvu. Yaani hataweza kunitoa mpaka aite walinzi. Nilikuwa nimevurugwa sio siri. Bahati ilikuwa upande wangu. Albert hakugeuka. Na mimi kabla sijaingia ofisini kwa Charles, nilielekea mahali bafu zilipo. Baada ya kuingia, nijitazama kwenye kioo na kujiona kama mzimu. Nijipiga juu ya ziwa la kushoto ulipo moyo wangu. Nikijilaumu nikasema kwamba kwa nini najisikia hivi? Kwa nini na shida gani? Nimekosa nini kwa mume wangu mpaka napitia kwenye majaribu haya? Mungu wangu, naomba ilinde roho yangu. Unifutia haya mawazo ya huyo kijana kwenye akili yangu. Niliomba nikilia sana. Baada ya dakika chache nilitulia, nikanawa na kujiweka vizuri kabla sijatoka kumfuata Charles ofisini kwake. Niliingia ofisini kwa Charles. Nilimkuta na vijana takriban 5 wakiendelea na kazi. Nilimshukuru Mungu baada ya uwepo wa Albert kukosekana. Nilionana na Charles na kumweleza changamoto yangu. Kwake lilikuwa ni jambo dogo sana, akalitatua. Baada ya hapo nilimwaga nikiwa vizuri kabisa. Sasa wakati natoka sasa, saa ngapi nisimwona Albert? Tena alikuwa anatokea kwenye pazia, sehemu ambayo hutumika kubadilishia nguo. Albert alikuwa amevaa suti ya dark blue na shati jeupe kwa ndani. Charles alimtazama na kumwambia kwamba haijakaa sawa. Nijikuta napindisha mdomo upande. Nijiuliza kimoyomoyo kwamba hivi Charles ana matatizo ya macho ni kitu gani? Hiyo suti ina tatizo gani sasa? Mdau nilikuwa namtazama Albert. Of course alipendeza sana. Yaani mtu anawezaje kuwa mzuri namna hii? Nilisha tu kujisemea peke yangu. Natamani hata kumwambia lakini naogopa nitaonekanaje. Siwezi kumwambia ila nyinyi lazima mjue. Albert ni mzuri jamani. Mwanamke ni ngumu sana kumwambia hivi mwanaume. Yaani kumweleza kwamba wewe ni mzuri. Ni ngumu sana. Sijui wazazi wake walifanya nini kustahili mtoto aliyependelewa kama yeye. Muda wote namtazama. Afya hata niangalie. Ila mimi sasa au nitakuwa nimechanganyikiwa. Maana sio suti peke yake inonivuruga, bali nimeshawaza mbali sana. Pale atakapo iondoa hiyo suti na kubaki na boxer. Na hisi wakati huo tayari nitakuwa nimeshapaa kwenda ulimwengu mwingine. Kiwango cha mawazo nilionayo kichwani mwangu sidhani kama maombi pekee yanatosha. Yanahitaji matibabu ya saikolojia au ikiwezekana nifunge tatu kavu kuondoa hizi hisia. Unajua nimeamua kuwa mkweli ili wanaume muelewe kwamba hata sisi wanawake tunapitia kwenye wakati mgumu mno. Ni vile tu tunaheshimu sana waume zetu. Wakati nyinyi na tamaa zenu mnawamezea mate dada wa kazi, na sisi huko tunakopita kuna vijana wanatuvutia sana. Jamani, ombeni tuheshimiane. Tuendelee. Asa wakati niko kwenye gari narudi dukani kwangu, niliwasha redio, nikaweka nyimbo za dini, imradi tu Albert atoke kwenye mawazo yangu. Nilimba kwa sauti kuliko hata redio. Sitaki kuruhusu mawazo yanitawale, kwa sababu kuna muda nikimfikiria natamani kama ningekuwa sijaolewa. Lakini kiuhalisia najiona nina hatia kubwa sana. And of course sio kwangu tu. Mimi naelewa ni kwamba ni wanandoa wengi wanawake, baadhi, sio wote, baadhi. Kuna muda inafika ya kwamba anasema natamani angekuwa bado sijaolewa. Anasema hivyo kwa nini? Hilo atajua mwenyewe, lakini kuna muda huwa anasema kwamba natamani ningekuwa bado sijaolewa. Unajua msikilizaji, kabla sijakutana huyo kijana, mimi nilikuwa ni mtu ambaye nachukia sana usaliti. Sana. Hata wewe mwenyewe kwetu unachukia sana usaliti. Sana tu. Unajua ilikuwa ikitokea fununu fulani kwamba eti kwamba jamaa amefumaniwa au kuchepuka. Unajua huyo mtu nimuona ni kama adui Yaani mimi nikipata tu story kwamba sija amefumaniwa nilikuwa namuona kama adui. Kwanza niliwasimanga sana watu wa namna hiyo.
Nahisi Mungu ameamua kuniadhibu kwa namna hii. Baada ya kazi nilirudi nyumbani mapema. Flora, msichana wangu wa kazi, nilimwambia apumzike, nitapika mwenyewe. Wakati napika, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Nilipofungua ulikuwa umetoka kwa Sara. Niliwaambia nina wadogo zangu wawili, msikilizaji. Kuna huyu Sara ambaye ni mtoto wa mama, na kuna Vanessa ambaye ni mtoto wa nani? Wa baba. Kumkeni waeleza baba na mamangu wote walitengana, kila mtu akapata mtoto. Kwa Sara ni mtoto wa mama, V ama Vanessa ni mtoto wa nani? Wa baba. Pamoja na damu zao kuwa tofauti, lakini mimi kama dada yao sijawahi kuwabagua. Wamekuwa mabinti na wote niliwatoa Songea na kuishi nao Morogoro mjini. Vanessa tunaelewana sana kwa sababu nilimlea akiwa mdogo. Yeye sio mwongeaji sana na amekuwa akifanya vizuri shuleni. Alikuja kwangu baada ya kumaliza kidato cha 4. Matokeo yalipotoka alikuwa amefaulu vizuri. Alisoma kidato cha 5 na 6 hapa Morogoro na sasa yuko chuo Dar es Salaam. Sara ni mcheshi sana na amebarikiwa uzuri wa sura na umbo. Sio kwamba Vanessa ni mbaya, nope, hapana. Ila Sara ni kama ametuzidi kimuonekano. Ana sifa za kugombea ulimbwende kama angekuwa na elimu. Lakini mwenzangu na mimi kaisha darasa la 7 na hakutaka kuendelea. Sara ni binti anayependa maisha mazuri, lakini ni mvivu. Pamoja na yote tuliishi na tuliwezana. Nimempambania sana tu. Nilishampeleka kwenye ufundi akashindwa, nikamfungulia duka la vipodozi akamaliza mtaji, mpaka nilipoamua kumpeleka chuo cha urembo. Huko alichagua kujifunza kupamba makeup. Kikweli alitulia hadi nikahisi hicho ndicho kitu anapenda kufanya. Nilishtuka baada ya kusoma ujumbe wake. Sara alikuwa ameandika hivi: "Dada, niko hospitali, nimetoka kupima, nimeambiwa na malaria na typhoid. Nimechoma sindano na kupewa vidonge, lakini usijali, inaendelea vizuri, nadaiwa pesa matibabu ni 88 tu." Msikilizaji, yani mdogo wangu haingizi chochote, lakini anatumia pesa kuliko mimi. Hii damu sijui mama aliokota wapi. Hajali kuhusu pesa. Anajua zipo tu. Anahisi nina kisima ndani. Ninongunika sana. Sawa, inawezekana kweli anaumwa. Lakini hii bili hapana jamani. Au mwenzangu kaenda kwenye hospitali za mabosi. Hivi nikimnyima ataanza kusema kwamba nampendelea Vanessa ama? Yaani mimi sifikiria anaendeleaje, nafikiria hiyo hela nitaitoa wapi haraka hivyo. Sikuwa na namna, nilivunja mpango wangu mwingine nikamtumia 100,000. Baada ya kuthibitishiwa pesa imefika, nikampigia ili angalau nijue hali yake. Hakupokea. Dakika moja baadaye alinitumia ujumbe. Akaandika kwamba asante dada, hapa nilipo hamna mtandao, nitakupigia nikitoka. Hivyo tu. Nilimaliza kupika, nikatenga mezani, niliwakuta Tina na Devi wanagombana. Kwa bahati nzuri baba yao alikuwa ameshatoka kazini. Nilikaa kwenye sofa nikimtazama mume wangu akisuruhisha ugomvi wa watoto wetu. Ni mwanaume mwenye hekima sana. Alifanya Devi amuombe msamaha dada yake. Baada ya hapo tulikaa wote mezani, tulisali na kuanza kula. Baada ya chakula nilikuwa chumbani na mume wangu. Niliingia bafuni kuoga, nilipotoka naye akafuata. Leo nilikuwa ni wa moto sana. Sio tabia yangu kumtega mume wangu, lakini leo nilimtega. Alipotoka bafuni alinikuta na kingo fulani hivi matata sana. Alafu nimeinama najipaka mafuta. Sikumtazama usoni, lakini nilitegemea atafanya jambo. Najua sio mtu hapa pala, lakini ataniita kitandani haraka sana. Nafanya hivi lakini nina hofu. Namjua Peter, amekuwa ni mtu wa maadili sana, utadhani mzee wa zamani. Hana mambo mengi. Na hiki ninachokifanya anaona ni kama umalaya. Sijui kama wanaume wote walioshika dini wako hivi. Huyu wangu ni anaboa jamani. Imagine miaka 8 kwenye ndoa, hatujawahi kuoga pamoja. Na style, unajua ni style gani? Umeshaijua. Usitake na wewe nikwambie neno fulani ambalo utajisikia vibaya, lakini of course style ni kifo cha mende tu. Tena sasa hicho kifo cha mende hakuna taa kuwaka, tumezima taa. Bosi wenyewe sikumbuki mara mwisho lini. Hafagili kabisa mambo ya mapenzi. Nahisi kama Mwenyezi Mungu angekataza jambo hili basi Peter wangu, yani asingeshiriki kabisa yani. Msikilizaji, unaweza kudhani namsingizia, lakini huo ndo uhalisia.
Pamoja na kumtega alichagua kuvaa kaptula yake, akapanda kitandani. Peter kunitazama mara mbili. Alichukua simu yake na kuanza kuchati na marafiki zake. Yeye ni admin wa group la viongozi kanisani. Kila usiku walikuwa wanatumiana voice note wakijadiliana. Nilisogea kwenye kioo, nikajitazama juu mpaka chini. Aisee, mtoto bado nalipa na chenchi na baki. Nimenyonyesha watoto wawili lakini ziwa langu bado halijashuka kusalimiana na tumbo. Nina shape ya kichokozi, sio kwamba mimi najisifia msikilizaji, ila miongoni mwa wanawake wazuri. Oya, mimi nimo bana. Mimi nimo. Sasa huko nikivaa nguo ya kulalia nijisemea nikasema kwamba watu wengine bwana sijui wamepewa nguvu za kiume za nini. Maana hawana kazi nazo kabisa. Nilikuwa na hasira sana msikilizaji. Nilizima taa na kupanda kitandani. Sikuridhika kabisa, nikamgeukia Peter. Peter alikuwa anaendelea kuchati. Niliamua kuuliza nikasema kwamba mume wangu, biashara zako vipi zinaendeleaje? Niliuliza hivyo maana unaweza ukaforce vitu kumbe mwenzio anawaza biashara zake. Akajibu tu, nzuri mke wangu, leo niliwahi kufunga nikapita kanisani. Kuna jambo kubwa tumeandaa, kila mtu atalipenda. Vijana wamefanya kazi kubwa sana. Wamenishangaza, hata mimi kiongozi wao yani nimebaki na shangaa tu. Aliongea mengi mno kuhusu mipango yao, bla bla, yani kwangu ni kama anapiga ngoma tu kwenye maji. Nataka show. Hayo mambo ya siji vikao, siji mambo ya vikao. Kwanza hata kitandani hata huwa yanogi. Na kama angeacha kuangalia simu yake japo dakika moja akanitazama, angegundua nilivyo na hamnaye. Namuona akicheka tu na simu yake. Mume wangu anatabasamu nzuri sana. Natamani kumpiga busu lakini naanzaje? Nijisogeza karibu yake na kumtazama kimahaba. Natamani kufunguka nimwambie ninachotaka anifanyie kwenye mwili wangu. Najua anaweza kunifanya nimsahau yule kijana Albert. Kama nikimwambia anaweza, lakini naogopa sana pengine akadhani kuna mtu ananifanyaga hivi. Niliamua kupotezea, huenda sitapata ninachokitaka. Nikaishia kuongozwa na sala ya toba. Nilikosa usingizi na kuishia kujigeuza tu. Yeye wala hata ajali. Yaani ni kama nimelala na kaka yangu. Haikuchukua dakika mbili nikamsikia kikoroma. Nijikuta machozi yanatoka tu yenyewe. Nilinyanyuka nikaingia bafuni nikanawa. Nilijiangalia kwenye kioo. Nikaongea na nafsi yangu nikasema, Rachel, hivi una shida gani? Umekuaje kwani? Hivi wewe ni wakulia mapenzi? Hii tabia umetoa wapi? Hebu acha ujinga. Nijishangaa mwenyewe msikilizaji. Lakini haya yote nayopitia chanzo ni Albert. Kabla sijakutana na huyo kijana mimi siko hivi. Ni jambo la kawaida mimi na mume wangu kumaliza wiki mbili bila kufanya chochote. Na bado nilikuwa sawa. Sijui Albert ana nini jamani. Nijiuliza lakini sikupata majibu. Kabla sijarudi kitandani, nilipiga magoti na kumwomba Mungu msamaha. Baada ya hapo nilirudi kulala. Nijitahidi kufumba macho lakini bado usingizi sikupata. Nikaamua kuchezea simu. Niliwasha data, nikaingia WhatsApp. Nilipoifungua status ya Chaz, nilitoa macho mpaka nikajishtukia. Nikamtazama mume wangu. Nilipomwona amelala, nikarudi kutazama simu yangu. Chaz alikuwa amempost Albert akiwa amevaa ile suti. Picha zilikuwa 3. Kuna picha moja alikuwa amevua koti na kuliweka begani. Alafu shati aliyovaa kaifungua vifungu zaidi ya 2. Kuna namna kifua chake kilionekana. Nilishindwa kujizuia, nilimtazama kwa uchu mno. Akili yangu ilikuwa haifanyi kazi. Nijikuta na zoom lakini sikuambulia kitu mpaka nikajishtukia. Nikatoka haraka WhatsApp, nikahamia Insta ili mradi tu nipate usingizi. Nilipitia habari za wasanii na wanasiasa kikweli, na huko kulinzidishia stress tu. Kuna wasanii ambao wanaonyesha namna wanavyopendana kwa mabusu na kushikana, basi wanazidi kunivuruga. Sasa katika pita zangu mtandaoni, sangapi nisione ile picha tena. Nadhani Chaz aliposti kila mahali. Mpaka hapo niliamini shetani ana makusudi. Afu mbaya zaidi Chaz alimtagi bwana Albert. Nye. Hata sikufikiria mara mbili. Nilikwenda haraka kwenye akaunti yake. Nilitazama pale picha zake, nikajikuta naona aibu nikikumbuka maneno niliyomwambia. Kweli nilikuwa mjinga. Picha alizoposti Albert, kama humjui unaweza kudhani ni star fulani hivi wa movie wa mambele huko. Kwanza anajua kuvaa na akivaa anapendeza. Picha nyingi huko location za maana. Na hakika na kameramani wake, maana picha zake sio za kawaida. Kuna picha yuko na wadada tofauti tofauti wa Kiafrika na Kizungu. Nachoshukuru
wanakuwa kwenye pose za kawaida tu, na hakuna hata picha moja aliyopiga na mdada akaweka wazi kuwa ni mpenzi wake. Nilipata kiungulia cha wivu. Wadada wazuri wenye viwango kwenye comment sasa wadada wanajimaliza. Yaani unajua mtu ni mtu ambaye anapendwa sana na wanawake. Sijui hata niliwaza nini kumwambia ananitaka. Unajua nijisonya mwenyewe. Katika kushuka chini nikakutana na video akiwa gym anafanya mazoezi. Alikuwa kifua wazi na chini kavaa kaptula. Akili yangu ilishia hapo. Nijikuta nalegeza macho na lips ya chini taratibu nikimtazama coach. Sikuficha ise. Nilitazama ile video zaidi ya mara 20. Nilitazama uso wake, alikuwa serious lakini alivutia mno. Nikashuka mpaka kwenye kifua, nikaona vizuri kile nilichokuwa na kizumu muda mchache uliopita. Kwa sauti ndogo nilijisemea kwamba nilijua tu kifua chake kitakuwa namna hii. Oh jamani, anavutia mno. Kifua chake kimejengeka vizuri sana. Nilisema nikipapasa kioo cha simu yangu. Macho yangu yalitua chini ya tumbo. Nilisisimka. Huyu mjinga aliamua kuvuruga akili yangu. Albert alikuwa ameshusha kaptula chini kidogo akiona. Kuna namna pale pamejichora ise. Ni kama naona namna alivyojaliwa. Jamani, sijui nawaza nini mwenzenu, ila nilikuwa hoi. Hivyo tu nijikuta namaliza zaidi ya mara 2. Sijui saa ngapi nilipanda mlimani, lakini nilifika kileleni. Wakubwa mmeshanielewa hapo. Asa Peter alijigeuza. Basi nilishtuka nikaamka na kuelekea bafuni. Nilipofika nijilaumu sana, lakini kuna namna nilipata nafuu na mwili wangu ulikuwa ni kama umepoa na kuwa mwepesi. Nilipotoka kuoga, nilibadilisha nguo niliyokuwa nimevaa. Nilishtuka nilipotazama kitandani na kumkuta mume wangu akiniangalia. Peter aliniuliza kwamba Martina, ulikuwa unaoga muda huu? Nikasema nilikuwa nahisi joto. Nilibabaika na sikumtazama tena usoni. Peter akasema kwamba labda utakuwa unaumwa. Mbona madirisha yako wazi? Alisema akifungua pazia. Sikuongea kitu, nilipanda kitandani nikalala. Hakunigusa na sikutaka afanye hivyo, kwa sababu hakukuwa na haja tena. Basi palipambazuka asubuhi. Nilipowasha simu yangu ilikuwa tayari ni saa 2. Nikasema nimeshachelewa sana. Nilisema huku nikinyanyuka kivivu pale kitandani. Sasa niliposhuka kitandani nilikutana na viatu chini vimesambaa. Nguo nazo zilikuwa zimevurugwa kabatini. Hii kazi ya mume wangu ese. Nimezoea kumwandalia kila kitu anapotaka kutoka. Ameshindwa kuniamsha akidhani naumwa, lakini hiki alichokifanya ni heri angeniamsha. Nilipomaliza kuweka kila kitu sehemu yake, niliingia bafuni kuoga. Baada ya kuvaa na kujiweka sawa nilitoka. Nilimkuta Flora sebeni, akanipa taarifa ambayo sikuipenda. Akasema kwamba kaka ameondoka na gari yako, amesema umtafute ukitaka kutoka ili akuletee. Nikasema nimeshachelewa, kama angetaka hivyo alipofika angempa kijana akailete bwana. Itakuwa bado ana kazi nayo. Basi tuliendelea kuongea wakati na kunywa chai mezani. Baada ya chai nilitoka mpaka getini. Nilitembea mwendo kidogo mpaka sehemu wanakopaki bodaboda. Nilimuita mmoja nikapanda na kuelekea dukani. Nilimkuta msaidizi wangu Agnes ameshafanya usafi, anaendelea na kazi zingine. Tukasalimiana na kupiga story 2-3. Nilikumbuka kumpigia Sara ili kujua hali yake. Simu yake ilikuwa haipatikani. Nilijaribu zaidi ya mara 3 nikidhani ni mtandao, lakini bado majibu yalikuwa yale yale. Sikuwa na amani kabisa. Nikatafuta namba ya rafiki yake. Sara aliwahi kuitumia, yani aliwahi kutumia namba hii kunipigia. Kwa hiyo nikapiga simu ikaita. Akapokea. Sauti ya binti ilisikika akisema kwamba hello, nani mwenzangu? Nikasema mimi ni Rachel, dada yake Sara. Nimekupigia kwa sababu Sara patikani. Kwa hiyo nilitaka tu kujua hali yake. Oh, kumbe ni wewe. Dada, shikamoo. Marhaba, mnaendeleaje huko? Basi sijui hata nikwambiaje, ila hatujambo kwa kweli. Joy, naomba usinifiche kitu. Niambie kama hali yake ni mbaya nije nimchukue. Kwani Sara amekwambia naumwa? Ya, jana kanitumia ujumbe yuko hospitali. Labda kweli anaumwa, lakini sina uhakika. Kwa nini unasema una uhakika? Ina maana hujamuona? Ndiyo, kwa sababu Sara yupo chuo. Hii ni wiki ya 3. Joyce, unamaanisha nini kusema hivyo? Yaani unamaanisha nini kusema yupo? Aliondoka chuo baada ya kukosa ada. Hata mimi nidhani alirudi huko mpaka nilipokutana naye mtaani. Akaniambia kwamba ameolewa. Eti nini? Sara ameolewa? Ndiyo. Anapoishi sio mbali na hapa chuo.
Sawa, nakuja sasa hivi. Nikifika nitakupigia uje unipeleke anapoishi, sawa? Sawa dada. Nilikata simu nikihisi hasira sana. Agi aliniuliza kwamba dada, kuna tatizo? Nikasema kwamba binti amezidi dharau, ngoja nikamwonyeshe. Nilisema kwa hasira nikiweka simu yangu kwenye pochi. Agi akasema kwamba amefanya nini awamu hii? Nikasema, hivi unaweza kuamini eti Sara alitolewa kwenye mafunzo kwa sababu ya ada? Agi akasema, ada tena? Si ulimtumia mwanzoni mwa mwezi huu? Yaani Sara jamani, nilidhani amebadilika. Nikamwambia Agi kwamba jana alinitumia ujumbe anaumwa, nikamtumia hela. Hata kusema ameolewa. Basi Agi alishangaa akasema, Sara ameolewa kivipi? Wakati natoka dukani nje sasa, nilikutana na Albert anashuka kwenye gari. Sikuwa na muda hata wa kumtazama mara mbili. Nijisemea tu ya kwamba nini kimemleta huyu mchawi. Rachel, habari yako? Kaka ameniagiza kwako. Niliposikia hivyo nilisita kwenda, nikamtazama nikasema kwamba sawa, nenda kumpe Agi, yupo ndani. Nilisema baada ya kukumbuka kuna kifaa nilimuomba Chaz, akaniambia atampa kijana aniletee. Sasa nikiwa naendelea na safari nilalamika nikasema kwamba na maana Chaz hajaona vijana wengine mpaka mtume Albert. Basi siku hiyo niligundua kitu. Kumbe hisia za mapenzi na stress ni kama maji na mafuta, havikai sehemu moja. Kwa namna nilivyompita Albert, ni kama sio mimi niliyekuwa nateseka na picha yake usiku. Kumbuka hapo sina usafiri, ilinibidi tu niende kituo cha daladala. Nisimama kwa muda, magari yalikuwa yanakuja, yamejaa, hakuna hata sehemu ya kukaa. Wapo walioweza kupanda hivyo hivyo wakasimama, lakini mimi sikuweza, kulikuwa yani kumebanana sana. Afu kizingatia sasa nimesha zoea gari binafsi. Nilitoa simu kwenye pochi, nikampigia mume wangu ili anifuate na kunipeleka huko. Bahati mbaya alikuwa busy sana na vijana wake hawakuwepo site. Wakati naendelea kusubiri, ghafla gari aina range likasimama karibu yangu. Nalijua ile gari huwa anatumia Chaz na mara kadhaa Albert. Darecho, kuna sehemu unaenda? Sauti nzuri ya Albert ilinisemesha, nikaambia kwamba ndio, unaweza kunisaidia? Sikuwa na ujanja, nilimuuliza nikisogea dirishani. Ondoa shaka, panda twende. Nilisita kwanza, nikamtazama nikasema kwamba Albert, nitakusumbua kwa sababu ni mbali kidogo, kwa hiyo kama una ratiba zako. Basi kabla sijamalizia sentence yangu alinikatisha akasema kwamba usijali, panda twende. Haraka nilifungua mlango wa mbele na kukaa. Nikamtazama Albert na kumshukuru. Gari linanukia malashi. Kiukweli unaweza kukesha umo kwa namna panavonukia vizuri. Basi aliniuliza unaelekea wapi, nikamwelekeza. Wale waliosema ongea na watu vizuri walikuwa na maana nzuri kabisa. Yule unayemchukia anaweza kukusaidia baadaye. Basi safari iliendelea, hakukuwa na story. Albert alikuwa amevaa earpods, muda mwingi alikuwa anaongea na simu. Nilikuwa nimeshasahau namna anavovutia. Ameanza vishawishi tena. Anaongea kwa uchangamfu na muda wote anatabasamu. Nilikuwa nachezea simu yangu nikimwangalia kwa kuibia. Alipomaliza kuongea, alikata simu kisha alifungulia muziki wa taratibu. Huyu kijana anajiamini sana. Hauni hata aibu mbele ya mkubwa wake. Albert alikuwa akifuatisha nyimbo mstari kwa mstari. Mara moja alinitazama. Mimi hata sielewi nyimbo yenyewe ya Kizungu na mimi mwenyewe Kiingereza changu cha form 4 hamna ninachoelewa. Basi nilitulia tu, macho yangu kwenye simu nikisoma kitabu. Ndio nilikuwa nasoma, lakini ninachosoma hata sikielewi. Vinapita huko na kutokea kule. Akili yangu imeshahama. Nimeanza tena kumzingatia Albert na sio Sara tena. Basi nilifika kwenye kile chuo cha urembo, nikaonana na mkuu wao. Maelezo niliyopewa kuhusu mdogo wangu yalinisikitisha sana. Kumbe kweli Sara hakulipa ada ya miezi miwili. Nilijuta kumwamini, natamani kama ningemtumia mkuu moja kwa moja. Kwa mara nyingine Sara ameniangusha. Yaani mtoto wa mama amekuwa msalaba kwangu. Nilitoka ofisini na kuonana na ule binti Joyce niliyekuwa nawasiliana naye. Tuliingia kwenye gari, akawa anamuelekeza Albert sehemu tunayotakiwa kwenda, huku nikimuuliza maswali mawili matatu. Tulifika sehemu moja ilikuwa imechangamka kidogo kama Uswahilini hivi, tukashuka. Nilimwacha Albert kwenye gari, nikamfuata ule binti. Tulipita vichochoroni mpaka tukafika hiyo sehemu. Kulikuwa kuna vyumba vingi vidogo vidogo tu na vumbi ilikuwa ni kila mahali. Tulisimama nje ya mlango wa chumba kimoja hapo. Joy akagonga mlango. Sasa
Nijikuta nikishangaa nikasema kwamba Joy, una uhakika yuko hapa? Joy akasema ndio dada, labda atakuwa ametoka. Nikasema sikiza binti, Sara nemjua anaweza kutumia hela ya ada na anaweza kutoroka muda wote, haijalishi yuko wapi. Lakini swala la yeye kuja kuishi sehemu kama hii Kabla hata sijamaliza kuongea, sikuamini macho yangu nilipomwona Sara akija tulipo na kichwani kabeba ndoo ya maji na mfuko mkononi. Sikuwa na mpango wa kukaa, maana kila sehemu niliona pachafu. Lakini kwa hili niliishiwa nguvu, nikakaa juu ya dumu la maji lililokuwa pale pembeni. Nilihisi kizunguzungu na muda wote ningeweza kudondoka. Basi Sara akasema kwamba dada alisema akisogea na kushusha ndoo kichwani. Akanifuata akimtazama Joy kwa jicho baya. Mimi sikushangaa mgonjwa kubeba maji, ila nilishangaa Sara anawezaje kufanya vile. Basi Joy akasema kwamba dada, mimi narudi chuo muda si mrefu, vipindi vitaanza. Nikasema sawa, mwambie yule kijana akupeleke, asante sana. Bila aibu Sara alinikaribisha ndani. Nami nikaingia. Hapa kwenda sehemu ya kukaa tofauti na kwenye godoro tu ambalo lilikuwa chini. Chumba kidogo kilicho banana, redio ndogo, mabegi, madumu ya vyombo kwenye beseni, sikuwa na kingine. Nilimuuliza Sara, kwa nini uko hapa? Akajibu, dada, nilipanga kuja kukuambia. Yaani miezi miwili tunawasiliana, unaomba hela alafu unasema kwamba ungeniambia? Dada, tulipanga kuja na hali kukutambulisha. Sara, hivi umerogwa? Hii ndio kazi ya ada niliyolipa? Hapana dada, hamna aliyeroga, nimekubali tu kwa sababu nampenda sana Ali na nimekubali vivi alivyo. Sara, mimi sikukataza kupenda, umesikia? Lakini siamini kama wewe jinsi ulivyo umechagua kuishi maisha. Dada, mimi nimeridhia. Hata hivyo Ali wangu anapambana na imani siku moja tutafanikiwa. Sara, hivi una akili kweli wewe? Hebu naomba acha kunifanya mtoto, umesikia? Na kujua vizuri sana. Na kama ungekuwa umeridhika kama unavyosema, usingenidanganya kwamba unaumwa ili nikutumie pesa. Ungeacha kunisumbua kuhusu hela kila siku. Nilivyosema hivyo, Sara akasema, kama huhitaji kunisaidia acha, lakini usinidhihaki. Hata useme nini siwezi kumwacha Ali wangu. Hivi Sara, umepatwa na nini Sara? Sio wewe uliyeniambia una mpango wa kuolewa na bosi wa benki? Sio wewe unayependa maisha mazuri? Huyu kijana anaonekana bado anatafuta maisha. Anawezaje kukupa vyote unavyotaka? Nilivyosema hivyo, Sara akajibu ya kwamba mapenzi yake yanatosha, vingine tutafuta pamoja. Nikasema please Sara, hebu naomba utafakari. Urudi nyumbani, kama mama akijua hili ataumia sana na atanilaumu mno, nawezaje kukuacha sehemu kama hii? Dada, wewe nenda tu, mimi niache na maisha yangu. Unajua ukaka wa watu wewe unamdanganya tu. Utakuja kumbwaga siku moja. Dada, mimi bwana ya ukusu bwana, ondoka kwangu. Sawa, mimi naondoka. Lakini usije ukanipigia ukihitaji chochote. Ninachojua umeolewa na mmeo atahusika na yote. Bwana, yeye mwache bwana kunibabaisha kwa hela zako bwana. Kwa hela gani ulizokuwa nazo bwana? Kwa ambazo uko unatuma ama? Maneno ya Sara yalinichefua roho. Nikampigia simu mama. Nikasema kwamba mama, mwanao kanishinda. Kuanzia leo lolote takalomkuta mimi susiki na msinihusishe. Niliongea kwa hasira. Hata sikujali naye ongea naye ni nani. Sikujali kwamba ni mama. Mama akasema kwamba wewe Recho, kwa nini unasema hivyo? Nini kimetokea kwa mdogo wako? Nikasema kwamba mama, mwanao kaolewa na sitaki kukuficha. Anaishi mazingira magumu sana. Nimejaribu kumshauri, kanitamkia maneno makali sana. Mama, mimi siwezi tena, yani mwanao nimemshindwa. Mama akasema, Recho, naomba unisikilize, wewe ni dada. Haijalishi amekosea vipi, lakini bado huyo ni mdogo wako. Unajua tatizo la kiafya alilonalo. Sasa kama utamtelekeza akapoteza maisha, ni nani utamueleza akakuelewa? Wakati una nafasi kabisa kumsaidia. Msikilizaji, mama alivyosema hivyo nikasema kwamba mama, Sara anaishi na mwanaume. Sasa mimi nausikaje hapo mama? Mama akajibu, huyo mwanaume mimi simjui. Ninachojua Sara yupo kwa dada yake. Kwa hiyo kama umemshindwa nirudishie mwanangu. Baada ya mama kusema vile, alinikatia simu. Na vile nilikuwa sehemu tu yenye watu. Tofauti na hapo ningelia sana. Roho iliniuma sana. Siku zote mama anampa kipaumbele Sara. Simlaumu kwa hilo, huenda kwa sababu ana matatizo ya pumu na huwa ikimkamata anakuwa na hali mbaya sana.
Nilitembea taratibu nikilifuata gari. Albert akaniuliza, Rachel, uko sawa? Albert aliniuliza nilipoingia kwenye gari. Alivyoniuliza ni kama alinitonesha kidonda. Machozi yalikuwa yanatoka yenyewe tu. Nilikuwa nimepanda kwenye viti vya nyuma. Niliegemea kwenye kiti nikijizuia kulia. Albert alishuka na kuja nilipo, akaniuliza kwamba una tatizo gani Rachel? Nikamjibu niko sawa, tunaweza kurudi. Yaani sitaji kupoteza muda. Na wala sitaji kupoteza muda wako. Albert akasema achana na mambo ya muda. Niambie kilichotokea. Vipi, umemwona mdogo wako? Nilinyanyua uso wangu na kumtazama. Kabla sijaongea neno lolote machozi yalinitoka. Nikajifuta haraka. Usijali Rachel, unaweza kulia. Usijizuie, toa sauti, itasaidia kuondoa maumivu moyoni. Albert alisema akinikumbatia. Nilia sana, nadhani alijuta kufanya hivyo maana nililoanisha shati lake kwa machozi na mafua. Lakini yeye hakujali, alizidi kunikumbatia mpaka pale nilipojisikia vizuri. Nilijitoa na kumwomba samani. Usijali Rachel, nipo hapa kwa ajili yako. Unaweza kuniambia kama utahitaji chochote naweza kusaidia. Albert alinisihi. Alipoona nimekaa kimya alisema ya kwamba ni sawa kama hutaki kuniambia lakini usilie tena. Alisema akifungua mlango ili ashuke. Nikamzuia kwa kushika mkono wake. Albert anajua kushawishi jamani. Nijikuta namsimulia kila kitu kinachonihusu mimi na mdogo wangu. Na kila alichoniambia mama yangu. Albert alinionea huruma sana. Baada ya hapo alinishauri nikutane na bwana wa Sara. Nikampigia Joy akanielekeza anapopatikana. As Albert akajitolea kunisaidia siku hiyo. Alimpeleka mpaka stendi alikokuwa anafanyia kazi kijana huyo. Tulipofika stendi tulishuka na kuanza kumuuliza kwa jina, maana hatakuwa na namba zake. Tulimpata kwenye kibanda cha vinywaji. Nilipokutana na Ali ilikuwa ni tofauti na nilivyokuwa nikimfikiria. Alionekana ni kijana mwema. Ali alikuwa ni kijana mdogo tu, waliendana sana na Sara. Alikuwa shombe fulani hivi, mrefu, mweupe, kikweli alikuwa na uso wa kuvutia. Sio kwamba eti nilivutiwa naye, hapana. Ninachomaanisha alikuwa kijana mzuri. Na tulivyosalimiana na kuanza kuongea, alionekana mpole tu na mstaarabu sana. Kikweli nilidhani atakuwa mtu mbaya na amemshawishi Sara. Basi nikasema kwamba mimi dada yake Sara, nataka kujua umemfanya nini mdogo wangu. Ali akajibu, nahisi naweza kumfanya nini binti mzuri kama yule. Na leo ni kawaida walioko kwenye mapenzi hufanya vitu bila kufikiria. Ali, sitaki kukuficha, una hali ngumu sana kiuchumi. Sasa huoni kama unajitwisha gunia la misumari kuishi na mtoto wa mtu? Na kuomba mrudishe nyumbani kwanza. Utakapojipanga vizuri basi utamfuata. Nilivyosema hivyo Ali akajibu ya kwamba sio na hofu, nitamhudumia tu, sisi tunapendana na mimi siwezi kumfukuza. Ali, mimi sijasema umfukuze sawa, nimekwambia, yani nimekueleza haya kwa sababu namjua vizuri mdogo wangu. Anapenda maisha mazuri sana. Na kama utaendelea kuishi naye, basi msinishirikishe kwa lolote. Nilinyanyuka kwa hasira nikimtazama Ali. Namuonea huruma sana kwa sababu hamjui vizuri Sara. Okay, sawa kama umeamua hivyo. Mimi nidhani wewe ni muelewa lakini kumbe nikosea. Baada ya kumwambia niliondoka. Nilirudi kwenye gari nikiwa nimefula kwa hasira. Nilichukua simu na kumpigia mama, nikamueleza lakini majibu yake yalikuwa yale yale. Chochote kitakachomkuta Sara, mimi ndiye nitawajibika. Iliniuma, yani binti ameshakuwa mkubwa lakini natakiwa kumchunga kama mtoto mdogo. Mama alinionea sana. Albert alifungulia chupa ya maji na kunikabidhi. Nilikunywa yote nikamtazama Albert mpaka akajistukia. Rachel, vipi? Mbona nitazama hivyo? Nimepata wazo lakini nitakuhitaji wewe. Uko tayari kunisaidia? Inategemea na wazo lenyewe sasa. Nitakupa namba za Sara, nataka umtongoze. Na ikiwezekana nitakupa hela wewe unamtumia. Mlagai mpaka apate wazo la kurudi nyumbani. Sidhani kama itakuwa rahisi hivyo. Albert ni handsome. Hakuna binti anaweza kukataa. Usinitania Rachel. Namaanisha hata hivyo mdogo wangu namjua vizuri. Hii itakuwa kazi rahisi sana. Anyway, nitajaribu. Safi, kama utafanikiwa kumtoa kwenye haya mazingira, nitakuandalia zawadi yako. Lakini hiyo ni ahadi umeweka. Ya, uhakika. Msikilizaji, huyu kijana amenifaa sana leo. Yaani aliponifikisha dukani nilimshukuru sana mpaka nikatamani kumpiga busu. Nilitoa kiasi cha pesa na kumpatia Albert lakini hakupokea. Albert, mpokea basi, tuweka hata mafuta.
Hapana Rachel, mimi nimekusaidia kama rafiki. Usijali kuhusu pesa. Albert aliwasha gari na kuondoka. Nilibaki na tabasamu nikilitazama gari likiondoka. Sasa msikilizaji, tumemsikia huyu Albert ni moja ya kijana ambaye anamfanya Rachel of course kwa namna fulani. Rachel mpaka anampigia nduru mida ya usiku na anapanda kilele anashuka. Kwa hiyo Albert nani msikilizaji? Albert bwana anatuambia kwamba naitwa Albert, ni mhitimu wa chuo kikuu. Ni mwanamitindo, pia napenda kufanya biashara. Nimekuwa na furaha baada ya kurudi nchini kwangu. Najisikia vizuri sana kuwa hapa. Napenda vyakula vya hapa, watu hapa ni wakarimu sana. Tangu nilipofika ni wasichana wengi sana wametamani kuwa karibu na mimi. Sijui kwa nini nakuwa mzito kuanzisha mahusiano na hisi sijampata mtu sahihi tangu nilipoumizwa na ex wangu. Nimekuwa nikifanya starehe tu. Lakini kuna mwanamke mmoja ni kama anajifanya yuko serious. Ananichanganya. Sijampenda lakini nimetamani kuwa naye. Ni mwanamke wa ajabu sana. Mwanzo nidhani ananichukia, lakini ile kuja kugundua ananipenda. Alijitahidi sana kunikwepa mpaka siku niliyomsindikiza kumuona mdogo wake. Tuliongea mengi na kufahamiana zaidi. Nigundua ni mtu mzuri na ana upendo sana na ndugu zake. Ningetamani kuwa naye kwa sababu nahisi naye of course. Lakini bahati mbaya ni mke wa mtu. Msikilizaji, sihitaji matatizo na mtu, labda kama angekuwa tayari. Naona anavyojitahidi kuwa mbali na mimi, na hata hii kazi alionipa ya kumshawishi mdogo wake arudi nyumbani ni namna ya kunifanya tu nikae mbali naye zaidi. Nilifika nyumbani nikiwa nimechoka sana. Na naweza kusema kwamba siku hiyo ni hakuna kitu kingine nilichokifanya tofauti na kumsaidia Rachel. Sijui nimekuaje. Sijawahi kujitoa kiasi kwa mtu bake. Nilifanya kazi ya dereva taxi. Baada ya kuoga niliwasha laptop yangu, nikatazama movie, nikila matunda. Nilipata message kutoka kwa Rachel akiniuliza kama nimemtafuta Sara. Nilikuwa nimeshasahau, na of course naye ana haraka sana. Hawezi hata kuniacha nipumzike. Nilisave ile namba nikaingia WhatsApp, nitabasamu baada ya kuona picha yake. Sara alikuwa mzuri bwana. Sikutegemea kabisa. Rangi yake nyeupe asili, mrefu na shape kajali wa bwana. Hii ilikuwa ni pisi kali. Haraka nikamtumia ujumbe. Mwanzo alionekana hataki mazoea, lakini kadri tulivyozidi kuchati akaingia kwenye mfumo. Haikuwa kazi ngumu kumnasa, kwani dada yake alinipa details zake zote. Nilichogundua pamoja na uzuri alionao Sara ni mshamba, alafu namna anavyoandika message ni kama mtoto wa darasa la 6. Nikitazama picha yake profile na namna anavyochati ni vitu vile tofauti. Kuna muda aliacha kujibu message na mimi nikalala. Msikilizaji, upande wa Rachel anatuambia kwamba baada ya wiki moja Sara alinipigia akiniomba msamaha, anataka kurudi. Niambie imekwaje na mpenzi wako? Dada, mimi nimechoka maisha jamani. Mimi nimepauka sana. Chakula chenyewe kuto nakula mara moja dada. Wewe ulisema unampenda na utavumilia yote. Dada, hali imekuwa ngumu sana jamani. Hapa tulipo kodi imeisha na hali hajapata hata pesa. Dada, tuna wakati mgumu sana. Afu kipindi cha nyuma ile pesa uliokuwa unanitumia ndo ilikuwa inanisaidia. Sara alijielezea sana. Mimi sikuwa na neno, nikamsamehe na kumwambia milango iko wazi. Kesho yake nilimtumia nauli ili aje. Kikweli lengo kuu nilitaka akija arudi kwa mama yake. Sikuweza kuongea na Ali, nilijua tu ni kazi ya Albert. Nilikuwa ni mwenye furaha sana. Nikampigia Albert nikamwambia kwamba hivi unajua Sara amenipigia anataka kurudi. Ya najua. Alafu ameniomba nimfuate. Nitaenda kama utaruhusu. Albert alivyosema hivyo nishtuka kidogo. Rachel aliniita baada ya kukaa kimya. Sawa Albert, unaweza kumfuata. Nitasema nini zaidi ya kukushukuru? Nimekwambia nitaenda kama ukiniruhusu. Huyu jamaa mbona anasisitiza au unataka kupima akili yangu? Anahisi naweza kumkatalia? Wewe kijana wewe. Hakuna shida, unaweza kwenda. Nilijiumauma, sijui nilipatwa na nini tena. Yaani nahisi wivu nikifikiria Albert kuwa na Sara. Nimeyataka mwenyewe, sasa kwa nini najisikia vibaya?
Hata hivyo mimi ni mke wa mtu, natakiwa kujiheshimu. Sasa nilipokuwa nyumbani, nilimsaidia Flora kuandaa chakula. Tukala pamoja kama familia mpaka mida ya saa 4 usiku. Sara bado hajafika. Najaribu kumpigia apokee simu. Najua wako pamoja na Albert. Na kinachonipa hofu ni kile watakachoweza kufanya. Nilishindwa kumpigia Albert nikihofia Sara kuona. Sara alifika saa 5, nilimfungulia nikilalamika sana. Mbona umechelewa sana? Unajua umefanya nini na wasiwasi? Kwa nini unasafiri usiku hivi? Nilimwambia nikimpokea begi lake. Akasema hapana dada, usafiri tu ulikuwa wa shida sana. Si unajua tena kule palivo. Sawa basi kaoge uje ule. Nimwambia hivyo akasema kwamba usijali dada yangu, sina hata njaa, niliweza kula kwenye gari, nimechoka, acha nikapumzike. Msikilizaji, eti usafiri wa shida. Yaani huyu ni malaya mzoefu huyu. Basi mimi sikuwa nachokuongea. Nikawaza kwamba huyu Albert sasa anavuka mipaka. Yaani anakane mpaka usiku hivi na wanakula pamoja. Sidhani kama kuna usalama hapa. Na kwa namna alivyokuwa amependeza, sidhani kama Albert hajatesti mitambo. So niliumia sana, lakini ni bora hivyo. Nirudi chumbani na kumkuta mume wangu akiwa ananisubiri, na mimi nikaona bora tu nimalize mzangu. Tulianza vizuri, lakini aliporidhika yeye, alinyanyuka na kwenda kuoga. Huu ni ubinafsi ambao upo katika viwango vya hali ya juu sana. Yaani unawezaje kunyanyuka bila kuuliza mwenzio kama ameridhika? Au labda sisi wanawake hatuna haki ya kufurahia tendo? Hivyo wengine huwa wanafanyaje? Mbona mimi sifurahii? Unajua nimechoshwa na ile. Natamani kumwambia lakini nashindwa. Sasa kama nitaendelea hivi, nitamsaliti huyu mwanaume. Mungu tu nisamee. Kwenye pochi kilikuwepo kitambaa alichonipa Albert. Nilikuwa nakinusa kupata harufu yake. Palipokucha nilijiandaa nikaenda dukani na baadaye nilikwenda kwa Chaz. Baada ya kumaliza mambo yangu nilimtumia ujumbe Albert, tukakutana parking. Hatukupoteza muda. Albert alikuja na kuingia kwenye gari yangu. Umefanya kazi nzuri sana, ingawa jana sikufurahishwa na muda aliokuja Sara. Samahani bwana, jana nilikuwa busy hivyo. Nilichelewa kumfuata. Kumbe, ulikuwa unawaza nini Rachel? Hapana, sikuwa nawaza chochote, lakini mtoto wa kike kutembea usiku vile ni hatari. Na kuelewa, lakini kuwa na amani kabisa. Na mimi sijafanya chochote na mdogo wako. Albert ni kijana, inawezekana ukawa umempenda. Fahamu kabisa siwezi kupinga hilo. Albert alitabasamu akiniangalia. Huyu mshenzi sijui aligundua nina wivu. Ile tabasamu lake ni la kichokozi kabisa. Of course Sara ni binti mrembo sana, lakini sio vitu vyangu kabisa. Hata hivyo kazi yangu imeisha. Muda wote naweza kuacha kuwasiliana naye. Okay, nimekuelewa. Lakini nimeshindwa hata nikuletee zawadi gani. Labda uniambie unapendelea nini nikuletee. Usijali Rachel. Unaweza kwenda tu kwa sababu sidhani kama utanipa ninachotaka. Nini hicho? Lakini usinifikirie vibaya, yani ni kama marafiki tu. Albert, mbona unanitisha? Nini hicho? Umesema nichague zawadi. Basi naomba busu moja tu la kirafiki. Alisema kusasa kidole kimoja cha mkono wake kikiwa kimegusa lipsi zake. Albert, sijui kwa nini najisikia hivi kila nikiwa na wewe. Sijui umenifanyia nini. Aliniuliza na kunifanya nikose pumzi, sababu hata kwangu ni hivyo hivyo. Hali ya hewa ilibadilika haraka sana na zile hisia zikarudi tena kwa kasi ya ajabu. Majaribu gani haya jamani? Sorry, hakuna shida. Rachel, relax. Nilikuwa Kabla hajamalizia kauli yake nilimvuta na kumpiga busu mdomoni. Albert hakutegemea. Nilimwona alivyonitazama, sikujali. Naye baada ya sekunde alirudisha mapigo. Sikuwahi kujisikia namna hii. Kumbe romance ina utamu wake bwana. Mtanisamee, siwezi kuelezea hisia nilizopata. Mwanaume ni mwanaume tu ateweje. Albert hakuvunga na hasa alifika mbali na kuanza kunipapasa. Nilizidiwa, lakini sikuwa mjinga. Alipoanza kunivua nguo, nilimwachia na kujitoa mwilini mwake. Sawa, nilienjoy, lakini aibu niliyopata ilinyong'onyesha mno. Najiona ni mwenye hatia sana. Sikusema kitu, niliinama kwenye kiti. Yaani sikuweza hata kumtazama. Albert alikuwa mwelewa sana. Hakuendelea na mchezo wake. Rachel, naomba unisamehe. Najua wewe sio mtu wa hivi.
nimekusababishia hili. Usijisikie vibaya, mimi ndiye mwenye hatia. Namsikiliza lakini mimi siwezi hata kuongea. Machozi yanatoka yenyewe tu. Oh, Rachel. Kwa nini unakuwa hivyo? Hujafanya chochote kibaya, ni boost tu Rachel. Wewe hujakosea kitu. Acha kuleta tafadhali, sawa? Na kuahidi sitakutania kama hivi tena, nyamaza tafadhali. Na unajua Rachel, namna unavyozuia hisia zako sijawahi kukutana na mwanamke akafanya hivi. Uko makini sana Rachel. Sikiliza, wewe huna hatia yoyote, acha kujiumiza. Unahisi umemkosea mume wako? Hivi nadhani yeye ni mwema sana? Acha kujidanganya, atakuwa anafanya zaidi ya hivi. Hebu acha kuongea ujinga. Naona umjui vizuri mume wangu. Usimwongelee tena. Na hiki kilichotokea naomba kishia hapa. Siwezi kuwa na wewe hata kwenye njozi. Msikilizaji, nilikuwa na hasira. Albert alishuka kwenye gari, nikawasha na kumpita kwa kasi. Nilipokuwa dukani nilikuwa na mawazo sana. Hata nilipokuwa na shona mara nyingi nilikosea na kujikuta na rudia. Muda ulipofika nilikwenda nyumbani. Nilipoingia chumbani kwangu nikaiona picha yangu ya harusi ukutani. Nilisogea na kuichukua, niliitazama na kuipapasa sehemu alipo mume wangu, huku sasa machozi yakinitoka. Huyu mwanaume amefanya vingi sana kwenye maisha yangu. Ameabadili kabisa. Sasa kitu kidogo tu kama seksi ndio kije kuharibu ndoa yangu kweli? Nimekosea sana, sikupaswa kumfanyia hivi. Nilipiga magoti nikatubu na kumuomba sana Mungu. Baada ya kulia sana, niliingia bafuni nikaoga. Nilipotoka nikamtumia ujumbe mume wangu na kumwambia awahi nyumbani, nimemwandalia chakula anachokipenda. Nilitoka chumbani na kuelekea sebuleni. Hapo sasa nilikutana na Sara, alikuwa amevaa vizuri tu. Ni kama alikuwa anatoka, nikamvuta pembeni. Sara, nilishakwambia nini kuhusu mavazi? Dada ya jamaa, wewe. Nishakuonya kuvaa hivi nyumbani kwangu. Alafu unaenda wapi usiku? Jamani la dada, kwani shemeji si hayupo jamani? Na huo lokole wake si anafanya kwa mkewe tu bwana. Mimi siwezi bwana. Wewe, hakikisha unawahi kurudi. Unatakiwa ujiandae na safari. Dada, safari gani tena? Kwani ujiongea na mama? Mimi niliongea naye lakini nilimkatalia. Siende kwa bwana mimi au maisha mimi bwana, mimi siwezi dada. Unajua unanishangaza sana wewe. Mbona kwa hali uliweza ukaa? Unataka kusema gani kwamba kwa mama kuna hali ngumu kuliko kule? Dada, hebu achana hizo mada bwana. Sema hali ni kidume hasa. Alijua kukunyosha mpaka maji ulifuata. Hapa kwangu yani si unajikutaga sana Slay Queen. Dada jamani, basi kwanza leo basi acha kumtaja huyo hali jamani, utaniharibia dada unajua. Ina maana kuna mtu unatoka naye? Ndio dada. Hivi niko sijakwambia? Mwanzo sasa nimepata mpenzi. Nani huyo? Dada, yaani ukimwona huwezi kuamini, ni kijana mzuri. Alafu sasa ni mtu mwenye pesa zake. Hatuna hata muda mrefu tangu tumejuana, lakini ameshanisaidia sana kwa mengi. Ni wakishua. Yanakwambia mdogo wako hapa nimeokota dodo. Na vipi kuswali? Bwana achana na huyo dada bwana, mimi sitaki hata kumsikia. Akiwa anaongea simu yake later, kabla hajapokea alitabasamu. Hello Kenzo. Usijali nakuja mpenzi. Sawa nakuja. Msikilizaji nishangaa, Kenzo? Mimi nidhani Albert, kumbe sio. Basi nitabasamu tu. Alitaka kuondoka, nikamzuia kwa kumshika mkono wake. Nikamwambia kwamba kwa makini sana. Kuna mimba na kuna malazi. Na kuambia hivi mara kwa mara ili usije kusema ukujua. Dada jamani, mimi naenda bwana, yuko nje ananisubiri. Alitoka haraka na mimi sikutaka kupitwa, nikamfuata nyuma ili nimuone huyo. Sijui Kenzo, sijui Enzo wake huyo. Basi nilipofika mlangoni sikuamini macho yangu. Nilimwona Albert akishuka kwenye gari. Kabla hajamfungulia mlango, alimsogelea karibu na kumpiga busu. Nilihisi kupasuka. Yaani anamshika mkono na kumuingiza kwenye gari kama wapenzi. Aisee, roho iliniuma. Hata mume wangu aliporudi sikuwa sawa. Huyu mjinga Albert anafanya makusudi ama? Mbona tulipoongea alidai hampendi? Alisema kazi yake imeisha na ataondoka kwenye maisha yake. Sasa imekwaje tena? Niliwaza sana. Mume wangu alijitahidi sana kunichangamsha na stori za kanisani, lakini bado sikuwa sawa. Nimeshasahau nilivyokuwa natubu kwa machozi muda mchache uliopita. Mume wangu alipogundua simsikilizi, hakuhangaika na mimi. Aliendelea na ratiba yake ya kila siku kuchati. Sasa na mimi nikaona ngoja nichukue kitabu nisome, labda nitalala. Lakini wapi, sikupata usingizi. Msikilizaji,
Tumalizane na upande wa Albert. Albert anatuambia kwamba nilikuwa na hasira sana siku hiyo. Rachel sikumuelewa kabisa. Sijawahi kumweka mwanamke kwenye 18 zangu akachomoka na kuniacha vile. Nimehisi kudhalilika kama mwanaume. Rachel ni mwanamke wa ajabu sijawahi kuona. Hivi katikati ya hisia kali namna ile, nani anaweza kuacha fursa kuwa na kijana anayevutia kama mimi? Itabidi nipate mwanamke, siwezi kumwaza mke wa mtu hivi bwana. Huu ni uhaba wa wanawake. Msikilizaji, niliwaza sana. Niliwaza ni mwanamke yupi atakayekata kiu yangu. Nilitabasamu baada ya kuona namba ya Sara. Nilipanga kumkomesha Rachel kwa kutoka na mdogo wake. Sio mbaya kama Sara atalipia kwa kile alichosababisha dada yake. Si mmoja tu, binti alikuwa tayari kautaka. Nilimfuata Sara nyumbani kwa dada yake, makusudi kabisa. Rachel alipotuona nilimsogelea Sara na kumbusu. Nataka aumie kama alivyofanya kwangu. Nilimpeleka hotelini ambako nitakuwa huru kufanya fujo zangu. Tulipofika chumbani sijui mizuka ilishia wapi. Nilikuwa nikimtazama tu Sara namna anavyokisifia chumba. Sasa mimi niliwaza sana, nikajisemea kwamba Albert, hivi una shida gani wewe? Mbona Sara ni mzuri? Kwa nini bado yule mwanamke yupo kwenye akili yako? Hili ni tatizo bwana, siwezi kuruhusu anitawale. Niliwaza sana kwenye kichwa changu msikilizaji. Rachel alikuwa bado kwenye akili yangu. Basi nilitoka na kwenda kutafuta kinywaji. Angalau pombe kipanda kichwani ndo nitaweza kulala na mwanamke nisiye na hisia naye. Kumbe hata Sara ni mnywaji mzuri sana. Niliporudi tulianza kunywa. Baada ya dakika kadhaa chupa 2 zilikuwa zimeshaisha. Sara mwenyewe alianza shobo. Sikutaka kumchelewesha. Nilimuonyesha kilichomtoa kanga manyoya. Msikilizaji, kwa leo tunaishia hapa. Lakini Rachel amekwambia kwamba si unataka kuingia kwenye ndoa? Basi tuwe wote mpaka pale mwisho, ujue aliomo kwenye ndoa. Na wewe uliopo kwenye ndoa utaungana na mimi kwa haya yanayoendelea. Na wewe unataka kutoka kwenye ndoa, subiri mpaka nifike mwisho ndo uamue kutoka ama uendelee kubaki. Lakini ndoa ina mambo mengi sana, lakini ndoa pia ni tamu sana. Yapi atakayoendelea kwa Albert? Yapi atakayoendelea kwa Rachel? Msikilizaji, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu atukutanishe sehemu ya pili tuweze kufahamu mambo mazuri sana yatakayoendelea kwa hawa watu wawili. Niseme tu, mtayarishaji wa simulizi ni Judith Kaunda, niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.